Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu. Urusi hawezi kumpa silaha yoyote Irani ambayo kuwa itampa ufanisi kwa ajili ya Israeli. Hawezi kumpa. Hawezi Urusi. Wala Urusi hawezi kumlinda Irani kwa uwezo wa hali ya juu ambao asidhurike na Israeli. Mfumo wa S-400 uko wapi? Mbona wengine wanapewa? Jana walikuwa kuna mazungumzo kati ya Urusi na India kuwapatia mfumo wa S-400, licha ya kuwa India ni mshirika wa Global South, mshirika wa Marekani, na ambapo anaweza akapewa Patriot, anaweza akapewa THAAD, anaweza akapewa nini. Lakini walikuwa wanazungumza na S-400. Lakini Urusi alimpa S-400 Uturuki licha ya kuwa yuko NATO. Kwa nini Irani hana S-400? Na ilizungumzwa kuwa angechukua ule mfumo. Si bahati mbaya, hivi vitu havifanyike kwa bahati mbaya. Irani wanajua nini tunakifanya. Sasa ndege ambazo Irani alitakiwa toka mwaka jana apewe na Urusi, mpaka leo mikataba inazunguka huku inarudi huku. Kwa hiyo Irani amegeuka, anaenda kuchukua ndege za Uchina ambazo zilifanya vizuri sana kwenye kadhia ya Pakistani, mnakumbuka. Ni kwa sababu Urusi hawezi kumpatia silaha ya aina yoyote Irani ambayo anajua kabisa hii itakuwa ni ya mwisho kwenda kumaliza kitu kinaitwa Israeli. Kama nilivyowaambia kuwa Urusi ni Muisraeli kuzidi Marekani. Mrusi ni Muisraeli kuzidi Marekani. Ndio maana unaona kuwa licha ya Marekani kuingilia moja kwa moja kwenye mzozo, kwenda kushambulia na kila kitu, Urusi hakutuma hata jiwe kwa Irani kuwa nenda kamrushie hili. Hakutuma. Alijitega kwenye ule ugomvi, akasema kuwa mimi nabaki kuwa msuluhishi. Mimi nabaki kuwa msuluhishi. Yaani unabaki kuwa msuluhishi wakati mshirika wako anaumia, wewe unasimama kwenye nafasi ya usuluhishi. Kwa nini usiende kwanza kumtetea? Marekani kwa nini anaenda kumtetea Israeli kwanza, halafu anasimama kama msuluhishi? Kwanza anahakikisha, anaenda kuhakikisha kuwa huyu mshirika wangu namtetea kwa vyovyote itavyokuwa, halafu anarudi anakuwa msuluhishi. Lakini Urusi yeye alisimama moja kwa moja kuwa mimi ni msuluhishi ambaye sina upande. Sina upande. Lakini Irani alichagua upande wa Urusi badala ya Magharibi wakati wa kadhia ambao anajua kabisa matokeo yake ni yapi, lakini Irani alichagua. So iko hivyo, sio bahati mbaya. Hiki kitu kinatokea eti ni kawaida kabisa kinatokea. Sasa nadhani kile ambacho nimekuwa nikikizungumza mara kadhaa kuhusu matamanio ya Urusi kwa Ukraine ni tofauti na kile mnachokizungumza, au ni tofauti na kile watu wanachokizungumza. Kauli mbili zilizotolewa na Putin mwenyewe alitoa tarehe 20 pale, sikupata muda wa kujadili na nyinyi, St. Petersburg, na kauli iliyotolewa na Lavrov. Nadhani mlizisikia kuhusu, na jana kairudia. Hii kauli unajua Putin anairudia nadhani kama mara 3 ya 4 ndani ya miezi miwili, kusema kuwa tutaichukua Ukraine kamili, yani Ukraine nzima ndio lengo letu. Na hii kauli imekuja baada ya mkutano wa NATO kukaa pale, baada ya NATO kukubaliana kuwa wataongeza 5% ya matumizi yao ya kijeshi kwa ajili ya kujilinda. Akasema mimi nitaichukua Ukraine nzima. Sasa ukirudi huku wanakuambia tunazuia Ukraine kujiunga na NATO. Nimewaambia mara zote, NATO sio tishio kwa Urusi. NATO sio tishio kwa Urusi. Kama NATO ingekuwa tishio kwa Urusi, Estonia, Lithuania, Finland, hawa wote ni NATO. Tena wanashare mpaka vizuri kabisa na Urusi. Upo mpaka. Tena ukimwangalia Estonia na Lithuania toka 2004 wao ni NATO. Wana miaka 20 NATO wako pale. Miaka 20 navuta 21 NATO wako pale kwenye mpaka wao na Urusi. Lakini ukimwangalia Finland ana miaka 2 sasa toka ameingia. Sawa, yuko pale Finland, mpaka wa zaidi ya 1300 km na Urusi. Kwa nini Urusi hasemi kuwa hapa mnanichokoza, hapa mnasogea hivi, hapa mnafanya nini, hapa mnafanya nini? Niliwahi kuambia kuwa Belarus, Kazakhstan, hizi nchi za Caucasus zile, yani kuwa Belarus, Kazakhstan, siku zikija kusema kuwa na zenyewe zinataka kufuata nyayo za Magharibi, zitapata kile ambacho Ukraine anakipata. Yani Urusi bado ana mipaka ambayo anaichora tofauti kabisa. Yani kuna mipaka. Zelensky ndo akawa anasema kuwa
Mmeelewa sasa Urusi ambacho anachokitaka kwetu. Kwani Zelensky alipokuwa anamwambia Donald Trump kuwa tunataka mkataba wa usalama, wakati huo tayari Ukraine imekubali kupoteza 20% ya eneo lake. Lakini Ukraine wanachosema kuwa huyu hatoishia hapa, labda afe, labda Putin afe na aje rais mwingine aje na mpango tofauti. Lakini kinachosoma kwenye kichwa cha Putin sio 20% ya Ukraine, ni Ukraine nzima. Urusi iende kwenye mipaka ya Black Sea. Yani anataka mipaka yake ya nchi kavu ni lazima iende kwenye bahari ya Black Sea, yani afike pale. Naenda kaangalia bahari ya juu ambayo ya St. Petersburg inambana Urusi. Siku wakitaka kumpiga watamdhibiti pale, ni rahisi kudhibiti pale kwa ile bahari ndogo ambayo kuna Sweden, kuna Finland, kuna Norway wako kwa juu huku. Ni eneo dogo sana analotoka St. Petersburg. Kwa hiyo hana uhuru wa meli zake za kijeshi wala nini. Hapa ni rahisi kuna nini. Huku njia ambayo unaweza kumdhibitia kutoka kwa Uturuki ambaye utaingilia Bosphorus kuconnect kati ya Black Sea na Mediterranean. Huku ndio kidogo unaweza kumdhibitia, lakini huku Uturuki wanaelewana, anaweza akafanya nini. Lakini anakutana na bahari kubwa ambayo inapita Romania. Yote hii Black Sea ambayo inakuja Ukraine eneo lote, inakuja Crimea eneo lote. Hapa ndio lengo la mipaka ya Urusi inatakiwa iwe. Jamani, kuwa nchi kubwa usiyemiliki bahari kubwa ni shida kubwa. Kwa sababu ukiangalia bahari ya pili ya Urusi ni ile bahari ya barafu, haina harakati. Yani kuwa inawezekana msimu mkubwa iko kwenye barafu, yani imeganda kwa muda mrefu. Sasa hii haina faida kubwa kwa upande wao, lakini bahari bora ambayo wanaitaka, ambayo inawaconnect na inawapa tishio lingine duniani ni Black Sea. Sasa Black Sea Urusi anacheza nayo kidogo kutoka bahari ya Azov huku Mariupol, anakuja anasogea kidogo mpaka Sevastopol, Crimea, hiyo Black Sea. Lakini hili eneo la bahari ambalo unalichukua eneo yote ya Odessa, unakuja mpaka Snake, hili eneo lote ndio analolitaka. Kwa hiyo ima tuwe hai, iwa tumekufa, au vizazi vyetu vitakuja kusikia haya mazungumzo ambayo tunayazungumza kuwa siku moja hapatokuwa na nchi inaitwa Ukraine. Yani hayo ndio malengo ya Urusi. Na baada ya maadili ya ulimwengu kuporomoka kwa kiwango kikubwa, imekuwa ni kama kura, au imekuwa kama ni kichocheo kwa baadhi ya nchi ikiwemo China kuichukua Taiwan. China inapanga 2030 inaihamisha Taiwan rasmi, inaondoa huko ilipo China kuichukua Taiwan. Sasa 2030 China watafanya hivyo, yani mpango wao huo. Kwa sababu haya maadili yalianza kuvunjwa na magharibi, kuona kuwa wanaweza kuchukua mipaka ya nchi na nchi kuibadilisha. Tunakiona kinachotokea Mashariki ya Kati, Israel anavyobadili mipaka ya nchi jirani, Syria, West Bank na kwingine. Mtu anabadilisha anavyoona ni sawa. Halafu ulimwengu wa magharibi unaona ni kitu cha kawaida, lakini ulimwengu wa magharibi una support wale ambao wanataka kubadili mipaka kwenye nchi zingine. Morocco, Sahara, anabadili mipaka akiungwa mkono na Marekani na Israeli bila shida yoyote. Sasa hili haliwezi kuishia kwao tu. Hili ni lazima lifanyiwe kazi na wengine. Ndio matokeo yake kuwa, jamani, Zelensky anaposema tunataka mkataba wa usalama baada ya kupoteza 20%, sio kwamba haelewi nini kinatokea. Anaelewa na anajua kabisa ni lazima tuombe mkataba wa usalama, kwa sababu huu mkataba wa usalama ima uwe wa NATO, ima mkataba basi tuwe na nuclear, ndio tutabaki kuwa salama. Lakini tukiingia kwenye makubaliano yoyote hivi sasa na Urusi, ni makubaliano ya ceasefire, sio makubaliano ya kumaliza vita. Ni usitishaji, sio kumaliza, ila mwisho tutakuja kuondolewa. Na tena watakata 20% au 30%, tutazidi kusogea Poland. Mwisho wa yote Urusi itakuwa na mpaka na Poland, itakuwa na mpaka wa Belarus, na itakuwa na mpaka huku na Romania, na itakuwa na mpaka baharini ambao Odessa, sijui nani, yote itakuwa ni sehemu ya Urusi. Hilo ndio lengo lililopo. Niligusia kidogo jana kuhusu Kenya, na kuna rafiki zangu kama wawili watatu au wanafika zaidi, tuko nao kwenye magrupu. Nadhani karibu wote walinitumia message kutoka Kenya. Kuna mmoja ananiambia hali iliyofikia kwetu Kenya ni mbaya. Nakubaliana naye, hali ni mbaya. Hakuna uhuru usio na wajibu. Hili nalirudia mara kadhaa. Yani huwezi kutanguliza kuwa huu ni uhuru wangu bila wajibu wangu. Wajibu wako ni upi kwanza katika uhuru wako? Kwa hiyo ni lazima utenganishe kuwa naweza nikawa na hili, lakini
Kama uhuru wako unaathiri uhuru wa wengine, huo sio uhuru, ni ujinga. Yani useme kuwa huu ni uhuru wangu, au useme haki yako ambayo inaathiri uhuru wa wengine, au haki yako inaoathiri haki za wengine. Sio haki, ni wazimu. Sasa huyu rafiki yangu ananiambia kilipofika ni hali ngumu sana. Na katika kitu kimoja ambacho kinachonichanganya zaidi kwa Kenya ni kuwa Wakenya wanasifika kwanza kuwa na tume bora huru ya uchaguzi. Sasa hizi vurugu za Ruto must go zinatoka wapi? Hali ya kuwa mna tume bora ya uchaguzi, mna mahakama zinazofanya kazi vizuri. Kwa nini mumtoe rais ambaye amechaguliwa kihalali kwa mujibu wa mahakama zenu na tume zenu ambazo pia zilipitia mchakato mzima wote kuhakikisha huyu ni rais? Kwa nini mumtoe kwa nguvu? Kwa nini msimsubiri kwenye sanduku mje mumtoe katika njia ambayo iliyokuwa sawa? Sasa ni kama Kenya wameisha vuka mstari. Wewe fikiria hasara walioipata katika yale maandamano, hasara za roho, hasara za mali, fedha, kila kitu. Lakini katika hili nilijifunza kuwa hata yale maandamano ndani yake yalikuwa yamebeba ukabila. Nilikuwa nikijaribu kupitia comments za watu ambao wanafuatilia maandamano. Unaona kuwa kuna watu wana comment wanasema kuwa yes, au wavunjia mali zao hawa Wakikuyu, sijui hawa Wajaluo, hawa nini. Yani kumbe hata wale waandamanaji walikuwa wakiandamana, wakifika duka la fani wanamhukumu kutokana na kabila yake, wanaruka naye. Ule ustaarabu wa Wakenya uko wapi na elimu? Unajua Kenya ndio nchi yenye wasomi zaidi katika East Africa. Ina wasomi zaidi. Lakini sasa hivi kusoma na kuelimika ni vitu viwili tofauti. Inawezekana elimu kusoma na kuelimika ni vitu viwili tofauti, kwa sababu wangekuwa wamesoma, wameelimika, sidhani kama msomi anaweza akakumbatia kabila iwe turufu yake. Sidhani msomi anayekumbatia dini kuwa iwe turufu yake. Sidhani. Huo unakuwa sio usomi. Yani unakuwa ni ujinga ambao unaweza kusema kuwa ulipita darasani lakini hujaelimika. Sasa Wakenya mstari wanaoruka nao jamani wanaelekea kubaya sana. Na kitu pekee ambacho ukiwasikiliza wale activities, wale wanaharakati wao, huwa kikubwa wanachokimbilia kuwa katiba inatupa uhuru na ni haki yetu. Yani hawajawahi kuchora mstari wa haki yao. Yani wao watakwambia tu katiba. Jamani, kuna nchi za kujifunza. Hebu nendeni wakajifunze kilichokuwa Tunisia. Tunisia ilikuwa ni nchi ya Kiarabu iliyoendelea na demokrasia kubwa zaidi. Leo iko wapi? Said Kesi anairule nchi peke yake. Kushoto kulia, kavunja bunge, kila kitu. Watu wote mnafuata kile ambacho anakinani. So Kenya kikubwa wanaona eti kama katiba, na yani wanadhani katiba inaweza ikalinda amani yao ambao wanaweza wakaichezea. Yani pale wanapoichezea amani kabisa, wanaichezea na vurugu zinakwenda kuwa wanaona kabisa hapa tunaenda kuvuka mstari kabisa, halafu wanaamini eti katiba inaweza ikalinda amani yao bila wao kulinda, wakati wanasahau katiba ni kitabu ambacho ili kifanye kazi kinatakiwa watu watekeleze kwa kuheshimu wote. Lakini watu wanategemea tu kuwa tuna katiba bora, haki yetu. Haki gani isiyokuwa na ulinzi inaweza ikasimama kama hii haki inavuka mstari kwenda kwa wengine? Halafu hakuna rais duniani hataki kuwa na mamlaka. Hakuna rais duniani anayekubali kudharauliwa. Hayupo rais duniani ambaye atakuacha eti umtukane, umwatake, umfanyie kila kitu, halafu eti kwa sababu yeye ni rais akuache kwa sababu hii ni haki. Trump mwenyewe nimetoka kuambia hapa anavyo panic. Unaona anavyochukulia hatua kule Marekani. Anakamata watu hata kinyume cha sheria. Na hiyo ndio Marekani. Nenda Ujerumani, nenda Ufaransa, nenda Uingereza. Tazama maandamano yote yanayotokea. Hawawezi kuvumilia hata hao waliokuletea demokrasia. Hawawezi kuvumilia kile. Lakini kitu kingine ambacho nilichojifunza, Kenya, nenda kachukue vifo vya watu 60 waliokufa mwaka jana, kachukue vifo vya watu 16 waliofariki juzi. No activities. Hawapo. Wale wanaharakati waliokuwa wanahamasisha maandamano, wao hukimbilia kwenye media tu kwenda kutoa harakati za maandamano. Tunataka tufanye hivi, tunataka tufanye hivi, tufanye hivi. Wao ndio kwenda kwenye kuhojiwa. Lakini inapotokea matukio, husikii wao wameuawa, husikii wao wamepigwa, husikii. Sasa mpaka unajiuliza walikuwa wapi? Lakini wanaokufa ni hoe hai ambao kuwa hamna lolote. Umejiunga tu na vurugu, umejiunga na maandamano, huelewi hata lengo la maandamano. Jamani, yani njia ya kupinga taksi, njia ya kupinga taksi ni kuvamia bunge, njia ya kupinga taksi ni kuiba mali, njia ya kupinga taksi
ni kwenda kuiba, yani kuvunja maduka nani. Hiyo ndio njia halisi ya kupinga tax? Nadhani sidhani kama hii ni halisi. Wakenya wanatakiwa wajitathmini hasa, yani wajue wako wapi kiuhalisia. Wanaenda kwenye mstari mwekundu ambao tayari wameufikia na umebaki kidogo sana kuvuka. Asanteni, weekend njema. Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja.